Leo nina furaha kubwa mno. Vodacom Tanzania tulikuwa mshindi wa kwanza kwenye kundi letu la telecommunication. Hivi mtu unaweza ukajiuliza, hivi hawa Vodacom umekuwaje mshindi wa kwanza? Kuna vigezo vingi mno ambavyo vilitumika, ila ngoja nikupe fununu kidogo tu. Kwa mfano, sisi kwa Vodacom tuna kanuni 10 za lazima za usalama ambazo lazima kila mfanyakazi afuate, na sio mfanyakazi tu. Makampuni yoyote ambayo wanafanya kazi na sisi ni lazima kanuni hizi wazifuate. Kwa mfano, mtu ukiingia kwenye gari ni lazima ufunge mkanda wako. Kingine ni kwamba wakati unapofanya kazi za nje au kazi ambazo zinahitaji vitu tofauti, inabidi uvae helmet. Kuna watu ambao wanaweza wakaona kwamba ni vitu vya kawaida, lakini wengi wetu huwa hatufuati. Kwa hiyo ni muhimu sana kufuata hizi kanuni kwa usalama wako na usalama wa familia yako. Ukitoka nyumbani, unahakikisha kwamba unarudi nyumbani kwa usalama. Kuna vitu vingi mbalimbali tunavyofanya pale ofisini kwetu. Kwa mfano, mazingira ya kazi lazima yawe mazingira mazuri ambayo kila mfanyakazi anataka kuja kazini. Wewe kama mwanamke ukiwa umeshajifungua, kuna nafasi nzuri pale ofisini ambayo unaweza ukaja na mtoto wako ukamnyonyesha wakati unasubiri kwenda clinic. Lakini pamoja na hayo ni kwamba kila tukiangalia ni kwa mfanyakazi, kuna wakati mwingine kuna mfanyakazi mtoto umemwacha nyumbani. Umemwacha na nani? Yule mfanyakazi wa kazi anajua kazi yake ya kufanya. Sisi kuna vitu ambavyo tunavyofanya. Tunahakikisha kwamba wafanyakazi wetu tunawatrain waweze wakajua first aid, kwa vile yule mtoto umemwacha nyumbani. Kwa mfano, kakabwa, yule mfanyakazi anatakiwa afanye nini? Kwa hiyo first aid training ni kitu muhimu sana. Lakini kuna vitu vingine ambavyo tunafanya. Kuna football club, kuna club ya basketball, kuna club ya kusoma vitabu, kuna vitu vingi mno ambavyo huwa tunafanya. Lakini muhimu ni kwamba OSHA wana sheria zao. Mnafuata hizo sheria? Zile sheria tunazifuata na tunaenda mkono kwa mkono, tunafanya kazi pamoja ili kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wote na hatimaye usalama wa Mtanzania yote aliyeko nje. Asanteni sana. Kazi salama, maisha salama.